Baba, mbona nje utoki huko ndani? Unataka kusemaje, najificha au? Yaani nje utoki baki huko nje huko. Nitatoka tu. Bado tunamalizia logistics nyingine za CAF. Unajua sisi watu wa CAF bwana. Medali iko wapi kwanza? Medali imeiweka kwa nani? Wezi wengi. Medali na mtu anaweza kaiba. Ahmed, naam. Kitu leo Watanzania wanataka kujua kuhusu mambo yanayojia yanayofuata na kuhusu mechi, umeichukuliaje kwa upande wako? Na wewe ndio msemaji wa timu. Yaani washabiki wengi kidogo kama vile hawaelewi nini kinachoendelea. Sisi kwenye mioyo yetu Simba Sports Club ni mabingwa msimu huu. Nini? Kwenye mioyo yetu sisi Simba ni mabingwa msimu huu. Hatuna tulichokipoteza hata kimoja msimu huu. Pamoja na kwamba tumefungwa hatua ya finali na ubingwa umekwenda Morocco kwa Berkane, lakini sisi tunajivunia kila kitu msimu huu. Vijana wetu wamefanya nje ya matarajio, yani mbele ya matarajio, beyond expectations. Kwa nini tunasema sisi ni mabingwa? Kwa sababu tumefanikiwa msimu huu. Kwenye timu ambayo 80% wachezaji uliokuwa nao ni wageni. Kwenye timu ambayo 90% wachezaji uliokuwa nao ni vijana. Kwenye timu ambayo uliokuwa nao 99% wanacheza fainali yao ya kwanza ama wanashiriki michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza, na unafanikiwa unafika mpaka hatua ya fainali, ni mafanikio makubwa mno kwa upande wetu. Kwenye timu ambayo benchi la ufundi Abasi ameingilia hapa kwenye interview kaja kumpa medali. Ilibaki tu. Ipo hii ndio walibaki nayo, ilibaki tu ndio hii hapa. Huko sio tunaonyesha walibaki tu kuonyesha. Sasa ipo, sijui kuna nini kingine. Kwa hiyo hamna jipya. Sisi ndio Simba Sports Club bwana. Ubaya ubwela. Hii ndio Simba Sports Club. Ubaya ubwela. Kwa hiyo kwenye timu ambayo 99% ya benchi la ufundi, kwenye wachezaji imeshatoka huko. Kwenye timu ambayo 99% benchi la ufundi ni jipya. Tumefanikiwa kufika hatua ya fainali, ni mafanikio makubwa. Kwenye timu yetu ukitoa Selemani Matola, mwalimu msaidizi, ukitoa Abbas Suleiman na ukitoa na Patrick Reima, ndio pekee wazoefu wa Simba Sports Club. Waliobaki wote walikuwa ni wapya. Kocha wa nini wa televizio, kocha wa timamu wa mwili, kocha wa viungo kumradhi, kocha mkuu, msaidizi wake, mtathmini wa kiufundi, mwalimu wa makipa, wote walikuwa wapya. Ndani ya msimu huo mnaanza safari, mnafika mpaka fainali, ni mafanikio makubwa mno. Katika timu yetu hii ukimtoa Fabrice Ngoma ndiye ambaye anajua ladha ya fainali ya michuano ya Afrika. Waliobaki wote ndio kwa mara ya kwanza, sio tu wanacheza fainali, wengine ndio kwa mara ya kwanza wanacheza michuano ya kimataifa. Hapo ni wachezaji karibia 70%. Wakina Mkwala, wakina Ahua, wakina Shamo, wote kwa mara ya kwanza ndio wanashiriki michuano ya kimataifa na wanacheza hatua hiyo na wanafika hatua ya fainali. Ni mafanikio makubwa sana Dodi. Ndio maana tunasema sisi kwenye mioyo yetu ni mabingwa msimu huu. Project ambayo tulianza nayo imetufikisha pazuri, na sasa tunaangalia msimu ujao. Msimu huu hatuna cha kujilaumu wala hatuna tunaye mdai.